Karibu tena wapenzi watazamaji kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Marafiki pamoja na wanasiasa mbalimbali wameanza kumtoroka William Ruto tukiwa tunaelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Na ninaelezwa kwamba marafiki hawa wameanza kumtoroka William Ruto kipindi ambapo William Ruto anawahitaji marafiki hawa waliokuwa wamesimama naye katika uchaguzi wa mwaka 2022, uchaguzi ambao ulikuwa na ushindani mkali. Na sasa William Ruto ameanza kujizingira na viongozi kutoka kwa chama cha ODM, kipindi ambapo mazingira ya kisiasa ya kikanda yakibadilika kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Wacha tu niweze kukuomba kwa moyo mkunjufu, tafadhali like video. Ukilike video mpenzi mtazamaji, utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo. Vile vile ukilike video, hii kanda inasambazwa kuelekea kwa vikundi vingi. Vile vile ninakuomba uweze kusubscribe. Ukifanya hivyo mpenzi mtazamaji, utakuwa umeweza kupiga hichi kituo cheki. Sasa Ruto ambaye anashirikiana na viongozi wa chama cha ODM waliokuwa mahasimu wake wakubwa kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022, tunaelezwa kwamba amewatuma ama ameweza kuwatupa wale wanasiasa ambao waliweza kusimama naye wakati aliposhambuliwa kisiasa na aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta, ambaye alikuwa naibu ama Uhuru Kenyatta, mahala ambapo William Ruto alikuwa ni naibu wake wa rais wa Uhuru Kenyatta kuanzia mwaka 2013 mpaka mwaka 2022. Sasa nataka nikueleze wale viongozi ambao wameweza kumtoroka William Ruto na wale ambao William Ruto ameweza kuwaweka kando akifikiri kwamba viongozi wa chama cha ODM watamsaidia aweza kupata kiti mwaka 2027. Sasa ninaelezwa baadhi ya waliotupwa pembeni ni kama mfanyabiashara matata ambaye anaitwa Mary Wambui. Mary Wambui aliweza kusimama na William Ruto katika uchaguzi uliopita, wakapiga kampeni na yeye, lakini mfanyabiashara huyo sasa anapambana na minada na wadai wanaobisha milango, wanaomdai madeni, wanaobisha milango, kwa sababu Mary Wambui alichukua mikopo mikubwa kufadhili shughuli za kisiasa za Ruto kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022. Licha ya kwamba Mary Wambui aliweza kupiga jeki siasa za William Ruto, William Ruto aliweza kumtema akamweka kando. Sasa Mary Wambui ameweza kudhibitisha kwamba atajiunga kwenye mrengo wa upinzani ili kuweza kung'ang'ania kiti mnamo mwaka 2027. Mtu wa pili mpenzi mtazamaji ambaye amemtoroka William Ruto na William Ruto ameweza kumweka kando ni Jayesh Saini. Huyu si mgeni kwenye vichwa na vinywa vya Wakenya. Jayesh Saini ni mumiliki wa Bliss Healthcare na anaripotiwa kukumbwa na matatizo ya kifedha baada ya Rais William Ruto kuchukua baadhi ya vituo vyake na kumwacha na madeni makubwa ya benki. Sasa tunaelezwa kwamba William Ruto
William Ruto alichukua baadhi ya vituo vyake na akamwacha na madeni makubwa ya benki. Huyu ni mwanasiasa ambaye aliweza kushirikiana na William Ruto kipindi cha kupiga kura za mwaka 2022. William Ruto akamtema. Na unaelewa baadhi ya wale ambao wameweza kutemwa na William Ruto na wao wanataka kulipisha kisasi. Watajiunga na mrengo wa upinzani ili kuweza kuhakikisha kwamba wanamwadhibu William Ruto. Sasa tunaelezwa Jaish Saini yuko na uhusiano na Eric Ng'eno, na tunaelezwa kwamba uhusiano wake na Eric Ng'eno aliyekuwa mwandishi wa hotuba za William Ruto umegharimu Ng'eno pakubwa, na wawili hao walihusishwa na zabuni tata ya spyware ya shilingi milioni 400. Na hivi karibuni Ng'eno huonekana katika mgahawa ama ukipenda mkahawa wa Java Lenana Road bila shughuli rasmi, kwani hana afisi. Sasa unaelewa mpenzi mtazamaji, huyu Eric Ng'eno ni rafiki wa Jaish Saini ambaye waliweza kukosana na William Ruto. Sasa urafiki wa Jaish Saini na Eric Ng'eno uliweza kusababisha William Ruto kumfuta Ng'eno kazi, kwa sababu Ng'eno alikuwa ni mwandishi wa hotuba zake William Ruto kila wakati. Lakini William Ruto alipogundua kwamba Eric Ng'eno yuko na urafiki na Jaish Saini aliweza kumtema, kitu ambacho kimefanya Eric Ng'eno hana kazi na anaonekana tu mkahawani akitulia. Sasa tunaelezwa kwamba Jaish Saini pamoja na Eric Ng'eno kipindi kimoja waliweza kuhusishwa kwenye zabuni ya spyware ya shilingi milioni 400 ambayo William Ruto alikuwa anataka kuitumia ili kuweza kuwanasa na kujua waliko wale wote ambao walikuwa wanampiga msasa kipindi cha ama walikuwa wanapinga serikali yake kipindi cha maandamano ya Gen Z. Mnakumbuka ile spyware ambayo William Ruto aliweza kuileta ili kuweza kuhakikisha kwamba anajua mipango ya kila mtu ili asije akaondolewa madarakani. Hao ni viongozi watatu. Kiongozi wa 4 ni seneta wa kaunti ya Nakuru mwenye anaitwa Thabita Karanja. Na ninaelezwa kwamba seneta Thabita Karanja alitarajia kuwa ushindi wa William Samoei Arap Ruto ungekomesha changamoto zake na mamlaka ya mapato ya ukusanyaji wa mapato katika taifa letu la Kenya ya KRA kuhusu ushuru, lakini badala yake mzigo wa kodi umeendelea kumwandama Thabita Karanja. Naelewa kile kipindi cha Uhuru Kenyatta, Thabita Karanja alikuwa anaendewa na mamlaka ya kukusanya kodi KRA, kwamba Thabita Karanja yuko na kampuni ya kuunda vinywaji aswa Kamnyweso na alikuwa ameteta kulipa kodi, yani ushuru. Lakini sasa Thabita Karanja, kulingana na maafisa wa polisi ambao walikuwa wanaenda kwake kumtafuta, akaweza kutumia yale maneno kama campaign tool, akaingia kwenye mrengo wa William Ruto, wakamshambulia Uhuru Kenyatta. Lakini kwa sasa ninaelezwa kwamba Thabita Karanja ameweza kutemwa naye William Samoei Arap Ruto, na sasa anaendelea kukabiliana na changamoto za mamlaka ya ukusanyaji ushuru katika taifa letu la Kenya. Na Thabita Karanja inaonekana kwamba huenda akaingia kwenye mrengo wa upinzani ili kuweza kuhakikisha kwamba anatetea kiti chake cha useneta wa kaunti ya Nairobi. Hata hivi karibuni mnaona, yani kaunti ya Nakuru kuniradhi, hata hivi karibuni unaona Thabita Karanja hawaendani sana na governor wa kaunti ya Nakuru ambaye ni Susan Kihika. Sasa tunaelezwa kwamba wanasiasa ambao Rais William Ruto amewatenga sasa wameachwa nje baada ya kufutwa kazi au kupuuzwa katika uteuzi wa nafasi za serikali zenye manufaa. Baadhi ya viongozi hawa waliweza kufutwa kazi, wengine wakaachwa nje licha ya kupigia William Ruto kampeni.
Baadhi yao wamekerwa sana kwamba Rais William Ruto ameweza kuwapuuza, huku akitoa nafasi hizo za ajira kwa watu waliokuwa wakimkosoa wakati wa kampeni za mwaka 2022. Wanamaanisha chama cha ODM kimeweza kuletwa kwa joto ndani ya serikali. Wao ambao waliweza kumpigia William Ruto kampeni wamewekwa kando. Mfano, Susan Nakumicha aliyekuwa waziri wa afya katika taifa letu la Kenya. Sasa Susan Nakumicha aliyefutwa kazi kama waziri wa afya, tunaeleza kwamba hana maneno mazuri kwa Ruto. Vivyo hivyo kwa aliyekuwa seneta wa kuteuliwa Gloria Oruoba aliyefukuzwa kutoka kwa chama cha UDA na uteuzi wa kuwa seneta mteule na nafasi yake kuchukuliwa na Consolata Wakwabi wa Kimilili Bungoma. Sasa tunaelezwa kwamba naye Gloria Oruoba baada ya kufutwa kazi na William Ruto hataki kusikia stori zozote za William Ruto. Na Gloria Oruoba amesema kwamba atahakikisha kila chochote ili kuweza kuhakikisha kwamba Bwana Ruto anaenda nyumbani mwaka 2027. Vilevile mtu mwingine ni aliyekuwa seneta mteule Millicent Omanga. Na Millicent Omanga ametangaza nia ya kuwania kiti cha wakilishi wa kinamama mwaka ujao katika kaunti ya Nairobi. Kumbuka kwamba mwaka 2022 Millicent Omanga aligombea kiti cha uwakilishi wa kinamama katika kaunti ya Nairobi kupitia kwa chama cha ODM. Of course alipata kura nzuri, lakini mtu ambaye anaitwa Esther Passaris aliweza kumshinda. Sasa Millicent Omanga baada ya kuweza kuachwa nje kwenye uteuzi wa serikali na William Ruto, tayari amekwisha hamia kwenye mrengo wa upinzani unaoongozwa naye Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Fredy Matiang'i na wengine. Sasa Omanga aliondoka UDA na ameonekana akiwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, na anataka kuja kutumia tiketi ya chama cha Rigathi Gachagua cha DCP ili kutafuta kiti cha uwakilishi wa kinamama katika kaunti ya Nairobi. Hawa ni miongoni mwa marafiki ambao waliweza kumpigia William Ruto kampeni, ambao tayari wamekwisha hama kwa sababu William Ruto amewaacha, hajaweza kuwapea kazi, na Bwana Ruto ameamua kuwatetea na kuwapea joto waliokuwa mahasimu wake kipindi kimoja. Mwingine ni aliyekuwa rais wa tume ya mawakili au kipenda taasisi ya mawakili katika taifa letu la Kenya, ambaye anaitwa Nelson Havi. Nelson Havi amekwisha ondoka kwenye chama cha UDA tayari, na aliteuliwa mwaka 2023 na William Ruto kuwa mwenyekiti wa Retirement Benefits Authority, kisha akaondolewa na William Ruto mwenyewe, na sasa analenga kiti cha ubunge wa Westlands. Kumbuka 2022 huyu bado Nelson Havi aliweza kugombea kiti hicho cha ubunge Westlands, ila timu Wanyonyi akaweza kumbwaga. Sasa vilevile sasa Nelson Havi anataka kujaribu bahati yake ya kugombea kiti hicho cha Westlands kupitia kwa chama cha DCP. Hivi karibuni amekuwa mkosoaji mkubwa wa utawala wa William Ruto. Huyo ni bwana Nelson Havi, na amejiunga tayari na chama cha DCP pamoja na aliyekuwa waziri Cleophas Malala. Mnaelewa Cleophas Malala alikwisha ondolewa kwenye serikali ya William Ruto. Sasa Nelson Havi ambaye alikuwa UDA ameweza kujiunga na Cleophas Malala kwenye chama cha DCP, wakiwa wanasuka njama ya kumpeleka William Ruto nyumbani. Kumbuka kwamba William Ruto anazidi kupoteza marafiki wake sana ambao waliweza kumsaidia kupiga kampeni, na ndio hawa ambao tunaangazia
ili tuweze kuona mahala ambapo sera za William Ruto zinaelekea. Mnaelewa Cleophas Malala kipindi kimoja alikuwa ni Secretary General wa chama cha UDA, na Gachagua alipoondolewa wakaona kwamba Cleophas Malala ni mole wake Rigathi Gachagua, kisha wakaweza kumuondoa na nafasi yake Cleophas Malala kama Secretary General wa chama cha UDA ikachukuliwa naye Hassan Omar kutoka kwa kaunti ya Mombasa. Sasa tunaelezwa kwamba mtu mwingine ni Aisha Jumwa. Aisha Jumwa yule aliyekuwa waziri kipindi kimoja. Aisha Jumwa pia aliachwa bila nafasi ya waziri, na tunaelezwa kwamba tayari amekwisha hama chama chake William Ruto cha UDA, na sasa anapanga kuwania wadhifa wa juu kupitia kwa chama cha Pamoja Alliance Party, ukipenda PA. I think chama hichi kinaongozwa na Speaker wa bunge la Seneti Amason Kingi, na tunaelezwa Aisha Jumwa anataka kuja kugombea kiti cha ugavana katika kaunti ya Kilifi kinachoongozwa na Amason Kingi. Hatua yake imeitikiza chama cha UDA huku uchaguzi wa mwaka ujao ukikaribia. Sasa walikuwa nafikiri kwamba Aisha Jumwa baada ya William Ruto kumfuta kazi atasalia kwenye chama cha UDA ili kuweza kutafuta viti mbalimbali kupitia kwa hicho chama, lakini sasa Aisha Jumwa akakasirika kwa kutemwa na amesema kwamba liwe liwalo atakuja kutetea kiti cha ugavana katika kaunti ya Kilifi kupitia kwa chama cha PA. Mwingine tunaelezwa ni Sasa Aisha Jumwa anataka kuja kumng'atua madarakani Gideon Mung'aro kutoka uongozini. Mwingine mpenzi mtazamaji, ninajua kwamba hamjaweza kulijua hili. Mtu mwenye anaitwa Boni Khalwale, seneta wa kaunti ya Kakamega, aliyekuwa ama ukipenda the bullfighter, aliyekuwa kiongozi wa wengi katika bunge la seneti kupitia kwa chama cha UDA, tunaelezwa kwamba amekwisha vurugana na William Samoei Arap Ruto na tayari ameanzisha chama chake ambacho kinaitwa United Patriotic Movement, akilenga ugavana wa kaunti ya Kakamega mwaka ujao. Sasa hapa watakuja kumenyana na Cleophas Malala kutoka kwa chama cha DCP, naye anataka ugavana wa kaunti ya Kakamega. Vile vile watakuja kumenyana na gavana wa sasa katika kaunti ya Kakamega kupitia kwa chama cha ODM ambaye ni Fernandez Baraza. Na tayari tunaelezwa kwamba huyu Cleophas Malala amekwisha buni chama chake ambacho nimekueleza kinaitwa United Patriotic Movement UPM, na anataka kuja kuwania ugavana. Mtu mwingine mpenzi mtazamaji ambaye wamevurugana na William Ruto, ambaye walikuwa ni marafiki na ameondoka kwenye upande wa William Ruto, ni mbunge wa Suba ambaye anaitwa Caroli Omondi. Tunaelezwa kwamba Caroli Omondi ni mchezaji muhimu katika muungano wa upinzani baada ya kuteuliwa na Uhuru Kenyatta kuwa katibu mkuu wa muungano wa Azimio. Na tunaelezwa kwamba awali Caroli Omondi aliweza kuhama kutoka kwa chama cha ODM na kujiunga kwa Ruto. Mnaelewa wale ambao Raila Odinga aliweza kufukuza kutoka kwa chama cha ODM kipindi ambapo Raila Odinga alikuwa hai. Caroli Omondi, Jalango, huyu gavana wa county ama huyu senator wa county ya Kisumu Tom Ojienda na wengine. Raila Odinga kipindi kimoja aliweza kuwapea adhabu kwa kile ambacho viongozi hawa walionekana wakiwa ikulu kipindi kimoja na William Ruto. Lakini sasa licha ya kuwa alihamia upande wa serikali kipindi kimoja akaenda kukaa na William Ruto, Caroli Omondi amekwisha kosana na William Ruto, sasa ameelekea upande wa Azimio
muungano ambao unaongozwa naye Uhuru Kenyatta, na tayari amekwisha chaguliwa kama katibu wa muungano huo wa Azimio. Sasa inaonekana kwamba kipindi kimoja mwaka ujao Carol Omondi huenda akakosa kumsapoti William Ruto. Omondi ni tajiri Carol. Mnaelewa kipindi kimoja aliweza kupea chama cha ODM pesa za kupiga kampeni, pesa nyingi, na akaweza kuwapea afisi mahala ambapo ODM ilikuwa inaweka makazi yake kama headquarter ya chama cha ODM. Mtu mwingine ni Ezekiel Machogu aliyekuwa waziri wa elimu. Tayari amekwisha hama kutoka upande wa William Ruto. Na Ezekiel Machogu anataka kuja kugombea kiti cha ugavana katika kaunti ya Kisii kupitia kwa chama cha Jubilee ambacho kinaongozwa naye sasa Fred Matiang'i eneo la Gusii. Sasa mnaelewa mwaka 2022 Ezekiel Machogu aliweza kugombea ugavana ila akakuwa namba 2 ambapo Simba Arati aliweza kushinda. Sasa Ezekiel Machogu anataka kujaribu hiyo bahati tena ya kutafuta kiti cha ugavana kupitia kwa chama cha Jubilee, na tayari amekwisha ondoka kwa chama cha William Ruto, na walikosana William Ruto kipindi ambapo William Ruto aliweza kumfuta kazi kama waziri wa elimu. Sasa tunaelezwa kwamba huyu aliyekuwa waziri wa elimu alifutwa kazi na sasa anamuunga mkono Fred Matiang'i katika azma ya kuwania kiti cha urais kupitia kwa chama cha Jubilee, huku akilenga kugombea ugavana wa kaunti ya Kisii. Kuna hili ambalo najua haujaweza kulijua. Hizi ni taarifa fiche ambazo nimeweza kuzipokea. Tunaelezwa kwamba kuna taarifa kwamba waziri wa kazi sasa ambaye ni Alfred Mutua anatarajiwa kuwania kiti cha seneti ya kaunti ya Machakos. Mnaelewa, kipindi kimoja kwa miula miwili Alfred Mutua alikuwa ni gavana wa kaunti ya Machakos. Akaja akachaguliwa kama waziri katika serikali ya William Ruto. Kipindi kimoja alikuwa ni waziri wa utalii, tourism. Akakuja akapeleka upande wa Labour. Sasa tunaelezwa kwamba analenga kuja kugombea kiti cha useneta na anataka kuja kutumia chama chake cha maendeleo chap baada ya ushawishi wake kupungua kwa serikali ya William Samoei Arap Ruto. Sasa tunaelezwa kwamba kutoka Ukambani pia aliyekuwa seneta wa kaunti ya Machakos Johnson Muthama aliondolewa kama mwenyekiti wa chama cha UDA baada ya kuonekana kumuunga mkono Kalonzo Musyoka kwenye azma yake ya kuwania kiti cha urais mwaka 2027. Kwa hivyo William Ruto aliona kwamba Johnson Muthama anamuunga aliyekuwa mpinzani wake ama atakaye kuwa mpinzani wake 2027, na hivyo basi William Ruto akamfukuza Johnson Muthama kutoka kwa serikali akisema kwamba hataki watu ambao ni moles. Mtu mwingine ambaye ameweza kuhama kutoka upande wa William Ruto, naomba uweze kunipea wakati ni kusimulia haya, ni mbunge wa Nyali Jicho Pevu. Unakumbuka kile kipindi ambapo, unajua mimi nilikuwa napenda Jicho Pevu by the way, na yeye ndiye alikuwa anani-inspire nikuwe mwanahabari, na ninashukuru Mungu kwamba hiyo ndoto yangu ya kuwa mwanahabari ilitimia. Napenda sana kwenye makala yake ya Jicho Pevu alipokuwa anasimulia, alipokuwa na hariri matukio. Sasa Jicho Pevu, mnaelewa, mwaka 2017 alihama kutoka kwa vyombo vya habari akaingia kwenye siasa, na 2017 aliweza kuwania ubunge kama independent candidate akashinda upande wa Nyali. 2022 akaamua kuwania kiti hicho kupitia kwa chama cha UDA chake William Ruto, vile akashinda. Lakini sasa tunaelezwa kwamba Mohamed Ali wamekosana na William Ruto na tayari amekwisha hama, ameingia kwenye mrengo upinzani, anataka kuja kugombea ugavana wa kaunti ya Mombasa kupitia kwa chama kimoja kati ya Wiper na chama cha DCP chake Rigathi Gachagua. Sote tunaelewa kwamba kila ambacho kiliweza kuchochea Mohamed Ali akahama ni kwa sababu kuna upendeleo ambao William Ruto ako nao kuelekea kwa Secretary General wa sasa wa chama cha UDA ambaye ni Hassan Omar, na Hassan Omar anataka kuja naye kugombea kiti cha ugavana katika kaunti ya Mombasa. Kwa hivyo
Mohamed Ali akaona kwamba hapa kuna upendeleo, huenda akakosa tiketi ya chama cha UDA. Akaamua kutafuta nyumba nyingine mahala ambapo atakuja kupeperusha bendera ya kutafuta kiti cha ugavana wa kaunti ya Mombasa. Mwingine ambaye waliweza kupiga kampeni na William Ruto, na huyu alikuwa mstari wa mbele kumtusi Uhuru wa Kenyatta, ni mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro, mpenzi mtazamaji, ni miongoni mwa waliokuwa watu wa karibu wa William Ruto kupitia kwa chama cha UDA, ambao sasa ni wakosoaji wakubwa wa sera za kiuchumi zake William Ruto. Na Ndindi Nyoro amekuwa mstari wa mbele kumkosoa William Ruto kwenye madeni ambayo anazidi kuyakopa na kwenye uongozi mbaya ambao anaendeleza katika taifa letu la Kenya. Hasa Ndindi Nyoro anaonekana kwamba atakuja kugombea kiti kimoja mwaka 2027 kupitia kwa chama kisichokuwa chake William Ruto cha UDA. Mtu wa hivi karibuni kunyofolewa kwenye uongozi ni Eliud Owalo. Eliud Owalo alitangaza hivi majuzi kwamba atagombea kiti cha uraisi mwaka 2027. Huyo alikuwa ni rafiki wake William Ruto, na mnaelewa kipindi kimoja William Ruto aliweza kumteua kama waziri wa ICT teknolojia. Sasa alipomfuta Eliud Owalo kutoka kuwa waziri, William Ruto alimpea awe senior advisor katika serikali yake. Deputy, I think something like deputy advisor. To kama hizo. Lakini tunaelezwa kulingana na taarifa za upelelezi ambazo zinanifikia, zinaeleza kwamba William Ruto aliweza kumnyang'anya magari ya serikali bwana Eliud Owalo pamoja na walinzi wake rasmi, baada ya Eliud Owalo kuonekana kwamba atakuja ama kutangaza rasmi atakuja kugombea kiti cha urais mwaka 2027, na William Ruto akaona kwamba Eliud Owalo ataenda kumpea challenge kubwa katika katika azma ya kuwania kiti cha urais. Wengine waliotajwa ni Mithika Linturi. Mnaelewa Mithika Linturi kipindi kimoja alikuwa waziri wa agriculture, wa kilimo. Naye vile vile amekwisha hama kutoka kwa upande wa William Ruto. Millicent Omingo Magara kutoka Kisii, naye amekwisha hama kutoka kwa upande wa William Ruto. Nimekueleza Mithika Linturi walikosana William Ruto baada ya William Ruto kumnyofoa wadhifa wake wa kuwa waziri wa kilimo, aswa baada ya ule utata wa wananchi kuuziwa mbolea gushi. Omingo Magara alikuwa rafiki wake William Ruto. Alimpigia kampeni mwaka 2022 upande wa Kisii. Tayari wamekosana. Sasa wameamua kumpigia kampeni Fred Matiang'i kupitia kwa chama cha Jubilee. Vincent Kemosi kutoka Kisii aliondoka UDA na sasa hivi alikwisha pewa wadhifa wa I think it is something like chairperson wa chama cha Jubilee. Na Vincent Kemosi alikuwa ni miongoni mwa wale ambao waliweza kumpigia kampeni William Samoei Arap Ruto wakati wa mwaka 2022. Patrick Osero kutoka Kisii naye amehama, na tunaelezwa kwamba Osero sasa anaunga mkono azma ya urais ya Matiang'i, na kitendo hicho kimeweza kumnyima William Ruto usingizi. Vile vile aliyekuwa waziri wa sports au kipenda waziri wa michezo Ababu Namwamba naye amehama kutoka upande wa serikali, licha kwamba bado yuko kwa serikali hiyo anafanya kazi. Ababu Namwamba hivi karibuni ametupwa kuelekea Uganda ili asianze siasa za mapema, na William Ruto alimchagua kama balozi nchini Uganda baada ya kuzuiwa kuingia Ikulu. Unajua aliweza kuzuiwa kuingia Ikulu kupitia kuwa waziri wa michezo. Mfanyabiashara Humphrey Kariuki aliyefadhili kampeni za William Ruto 2022 pia anaripotiwa kutengwa huku hoteli yake ya Mount Kenya Safari Club ikikosa mikutano ya serikali. Unajua
Bwana Kariuki aliweza ku chip in some money, akampigia William Ruto kampeni 2022 na zile pesa zilisaidia William Ruto kupiga kampeni. Lakini sasa unapaswa kuelewa, baada ya William Ruto kushinda uraisi, huyu bwana Humphrey Kariuki, serikali ilikuwa inafanyia biashara ama ilikuwa inafanyia mikutano katika mkahawa wake ambao nimekueleza unaitwa Mount Kenya Safari Club. Lakini walipokosana na William Ruto, bwana Ruto alihama kutoka kwa hiyo hoteli akapeleka mikutano ya serikali upande wa Nakuru. Na mnaelewa kipindi ambapo serikali inafanyia mikutano kwenye hoteli yako, wanakuachia donge nono la pesa. Mwingine ni Edward Kisiangani aliyekuwa katibu mkuu wa habari ama kwenye wizara ya habari na teknolojia. Na tunaelezwa kwamba Edward Kisiangani amepotea kwenye macho ya umma na tayari anawania kiti mwaka 2027 kupitia kwa chama kisichokuwa cha William Ruto. Vile Mike Sonko aliyeondolewa madarakani kama gavana wa kaunti ya Mombasa, naye ameanzisha chama chake binafsi ambacho kinaitwa National Economic Development Party. Mike Sonko, mnaelewa, 2022 alitaka kugombea ugavana wa kaunti ya Nairobi kupitia kwa chama cha Jubilee, ila serikali ikamcheza. Akaingia kwenye chama cha Wiper kinachoongozwa na Kalonzo Musyoka. Mnaelewa wakati ule Kalonzo Musyoka alikuwa anamuunga Raila Odinga mkono, lakini sasa mahakama ikamzuia asije akagombea ugavana. Vile alikuwa anataka kuwa gavana wa kaunti ya Mombasa, lakini sasa ikashindikana. Akahamia upande wa William Ruto na akamsapoti, akashinda kiti. Lakini Mike Sonko anasema kwamba hajaona umuhimu wowote wa kumpigia William Ruto kampeni. Tayari ameweza kuhama kwenye serikali ya bwana Ruto. Amesema kwamba hataki kusikia stori za William Ruto. Ameanzisha chama chake ambacho anataka kije kubishana na William Ruto tukielekea katika uchaguzi wa mwaka 2027 ambacho kinaitwa National Economic Development Party. Seth Panyako ni miongoni waliokihama chama cha UDA. Na hivi majuzi kwenye uchaguzi ambao uliweza kufanyika upande wa Malava, mnaelewa Seth Panyako aliweza kugombea kiti kile cha ubunge kupitia kwa chama cha DP. Ilikuwa DP, chama cha DAPK chake Eugene Wamalwa pamoja na George Natembeya. Seth Panyako akawa namba 2, lakini ripoti zinasema kwamba hataki story za William Ruto. Hataki story zake William Ruto, na hao ndio marafiki ambao waliweza kupigia William Ruto kampeni, na sasa hawataki kusikia story zake William Ruto. Ruto pia inasemekana kwamba ametengana na baadhi ya viongozi wa kanisa waliomuunga mkono mwaka 2022. Unajua William Ruto alitumia makanisa kuingia madarakani aliingia madarakani kama rais. Alitumia makanisa yakampigia kampeni. Lakini sasa hayo yameweza kusemekana kwamba yamemkasirisha sana ama yamekasirisha sana makanisa. Na kwa sababu William Ruto hajaweza kutimiza yale yote ambaye aliweza kuahidi makanisa, sasa tunaelezwa kwamba kanisa kama vile la Kianglikana linaloongozwa naye Jackson Ole Sapit limekosana William Ruto. Hawataki kusikia stori zake William Ruto kwa sababu ni muongo. Sasa baada ya kupoteza washirika wenye ushawishi, tunaelezwa kwamba William Ruto anaelekea katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027 huku akizungukwa na waliokuwa wapinzani wake wa zamani. Na kwanza kuvurugana naye aliyekuwa ama wa kwanza ambaye William Ruto aliweza kuvurugana naye na wakakosana naye ni aliyekuwa waziri Margaret Ndung'u. Margaret Ndung'u sasa walikosana William Ruto. Hawa ndio baadhi ya viongozi ambao wamemuhama William Ruto. Mwingine ni Rigathi Gachagua. Gachagua unajua aliweza kuondolewa madarakani through impeachment. Hawa sasa ambao wameweza kuhama kutoka upande wa William Ruto
tunaelezwa kwamba watakuja play a big role kuweza kuhakikisha kwamba Bwana Ruto anaenda nyumbani. Wacha niweza kukuuliza mpenzi mtazamaji, ninaelewa kwamba hawa ni baadhi ya viongozi ambao wameweza kumuhama William Ruto, lakini je, unaona kweli William Ruto atakuja kushinda kiti cha urais mwaka 2022 baada ya 27 baada ya William Ruto kupoteza marafiki wakuu kama hawa? Naomba niweze kupata wazo lako. Je, wewe utasapoti 2 term ama utasapoti William ama utasapoti 1 term? Naomba niweze kupata wazo lako. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninajua kwamba nimeweza kuchukua muda mrefu, lakini nakuomba uweze kupiga subscription, vile vile sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi ili taarifa zetu ziendelee kusambazwa kuelekea kwa vikundi vingi. Like video, bonyeza kengele, subscribe, mambo yote yatakuwa sawa. Asanteni sana. Wazo lako ni lipi baada ya hawa kuweza kumuhama William Ruto?